sababu unaposoma na unapoangalia hayo maandishi yanabaki kwenye ubongo, kwa sababu macho yameshapeleka picha kwenye ubongo. Usibaki tu kukisikiliza. Basi kitabu hiki kiko hapa na mwandishi wake si mwingine ni Padre Petro Leonard Kabagi. Asimame tumuone. Basi tumuunge mkono kwa kukinunua na kukisoma, na wengine tujitahidi kuweka vitu na vitabaki kwa miaka mingi ijayo. Padre, hongera sana. Kama tulivyosema, hawa mashemasi wetu ni mashemasi wa mpito. Kuna mashemasi wa kudumu pia, lakini hawa ni mashemasi wa mpito. Na hivi tunawaalika waumini wote, mapadre na wote wenye mapenzi mema, tuendelee kuwaombea ili katika safari yao ya kumaliza masomo wamalize vyema na warudi jimboni kwa ajili ya daraja takatifu ya upadre. Na hivi maandalizi ya upadre yanapaswa kufanyika tayari mapema. Na hivi katika ratiba nimejaribu kuangalia na muda unaotakiwa kikanisa wa kubaki kama mashemasi, na hivi niombe nitangaze tarehe ya upadilisho itakuwa tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Masharti na taratibu kuzingatiwa. Kwa hivyo si kwamba ni automatic, itawategemea na wao pia, kama bado wanazidi kuitika sauti na kuomba, na mengine yatakuwa yamekwenda kama inavyotarajiwa. Kwa hivyo mjitahidi, na tarehe hizo zikifika, basi muombe Mungu Roho Mtakatifu pasiingie kitu kingine katikati na hatutegemei. Na upadilisho huo tunaona wako vijana 8, tunamshukuru Mungu, utafanyika kanisa kuu. Mtu asije akaanza kujiuliza, mbona mwaka juzi tulifanyia hapo hapo? Kanisa kuu ndio kazi yake. Na hivi tumeona maandalizi ili yaweze kufanyika na tuweze kuandaa vyema na malazi na mengine kwa nafasi zinazokuwepo, ni afadhali kufanyia kanisa kuu. Kwa hivyo tujiandae. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu atubariki sote.